Karibu kwenye habari za ulimwengu. Katika kipindi hiki ambacho dunia inakabiliwa na migogoro mingi kwa wakati mmoja, dalili zimeanza kuonyesha kuwa Marekani inaanza kupata changamoto kubwa katika uwezo wake wa kijeshi wa kusimamia maeneo tofauti ya dunia kwa ufanisi. Changamoto hii inatokana na ukweli kwamba Marekani kwa sasa inahusika moja kwa moja au kwa njia isiyo ya moja kwa moja katika migogoro kadhaa mikubwa, ikiwemo vita ya Ukraine, mvutano wa Mashariki ya Kati, pamoja na presha inayoongezeka kutoka Asia ya Mashariki. Kutokana na hali hiyo, Marekani inalazimika kugawanya rasilimali zake za kijeshi, ikiwa ni pamoja na silaha, wanajeshi na mifumo ya ulinzi katika maeneo mbalimbali kwa wakati mmoja. Hali hii inapunguza uwezo wake wa kuzingatia nguvu zake zote katika eneo moja maalum. Ripoti za kijeshi zinaonyesha kuwa msaada kwa Ukraine umeendelea kuwa mzito, huku pia kukiwa na mahitaji makubwa ya kijeshi katika Mashariki ya Kati kutokana na mvutano unaoendelea na Iran. Wakati huo huo, presha kutoka China na Korea Kaskazini inaendelea kuongezeka katika eneo la Asia, jambo linaloifanya Marekani kuwa katika hali ya tahadhari ya juu zaidi. Wachambuzi wa masuala ya ulinzi wanaeleza kuwa hali hii ya kushughulikia migogoro mingi kwa wakati mmoja inaweza kuathiri ufanisi wa operesheni za kijeshi za Marekani, hasa endapo kutazuka mgogoro mpya wenye uzito mkubwa zaidi. Zaidi ya hayo, gharama za kijeshi zinaendelea kuongezeka kwa kasi, hali inayoweka shinikizo kwa uchumi wa ndani wa Marekani, huku pia kukiwa na mjadala unaoendelea kuhusu kiwango cha matumizi ya kijeshi kinachofaa katika kipindi hiki. Hali hii imeanza kuwapa nafasi wapinzani wa Marekani, hususani Russia na China, kuona fursa ya kupanua ushawishi wao katika maeneo mbalimbali ya dunia. Kwa ujumla, dalili hizi zinaonyesha wazi kuwa licha ya Marekani kuwa moja ya mataifa yenye nguvu kubwa kijeshi duniani, changamoto za sasa zinaweza kubadilisha mizani ya nguvu na kuleta sura mpya ya ushindani wa kimataifa katika miaka ijayo. Mimi ni Isaac Samuel na hii ni Vision TV.